kile. Mheshimiwa Mwenyekiti, yako mambo machache nataka nipitie kwa haraka kwa muda ambao umenipa. Tunazo barabara zetu za mkoa wa Mara. Barabara ya Msoma Makojo Sokero kwa Mheshimiwa Profesa Murongo. Barabara ya Msunda inaonyesha Bulaya kwa Kangiro Gora. Barabara kutoka Tarime Serengeti ambayo nimetaja mimi na Mheshimiwa Bulaya. Barabara kutoka Utegi kwenda mpaka Shilati. Na barabara kutoka Makutano kwenda Serengeti ambayo inapita Butiama kwa baba wa taifa. Hizi ni barabara muhimu sana zifunguliwa, zitasaidia sana watu wa mkoa wa Mara na majimbo kuwasiliana kufanya shughuli za kiuchumi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa taarifa ambayo nimeisoma hapa summary ya kamati, Mheshimiwa Waziri anafahamu kwamba wenyewe wameandika kwamba 70% ya barabara zetu ni mbovu. 30% tu zina afadhali. Lakini 39.4% barabara hizi zimezeeka. Maana yake ni kwamba haya mambo ambayo wenyewe wataalamu wameandika, anapoenda kutafuta fedha ajue kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya ku maintain barabara hizi ziweze kupitika. Siwezi kurudia kwa sababu Mheshimiwa bunge wametaja mkoa na kwa kweli ni muhimu sana maeneo haya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri na kazi ya ziada hapa. Ziko barabara ambazo kwa mfano barabara kutoka Iringa Dodoma, barabara hii hata kabla muda wake kuisha imeshaharibika. Barabara kutoka pale Mwigumi, Maswa, Bariadi, mkandarasi atoki site na ifanye kazi. Achia mbali hii shida ya Singida kwenda Babati Arusha. Sasa Mheshimiwa Waziri, hao watu ambao wanajenga barabara kabla ya muda unachukua hatua gani? Kwa sababu unapeleka fedha kujenga barabara kabla hajakabidhi barabara ni mbovu. Hatuwezi kuona mtu amepelekwa mahakamani, amewajibishwa, ametaifishwa mali, wanapoteza fedha za wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima bunge hili lilete mpango mkakati. Watu ambao wanajenga barabara chini ya kiwango, tusiishie kutafuta fedha kupeleka. Watuambie kwa nini wanajenga barabara chini ya kiwango na wawajibishwe. Watoe mfano kwa mtu mmoja tu. Mtu akifirisiwa kwa kuharibu fedha wa Tanzania, watashika adabu, na mtu akipewa kazi atafanya. Barabara zingine zipo, kwa mfano kutoka pale Bunda mpaka Sirari, miaka nenda miaka rudi, utafikiri imejengwa jana. Hao makandarasi hapo, na hii inazua maswali mengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja nyingine ambayo nataka niseme hapa, tunayo sheria ya mwaka 2019 ile ambayo inazungumzia mfuko wa barabara. Tufanye mambo mawili. Moja, kama kuna mianya, kuna matobo pale, yale matobo tuyazibe, fedha ile tengwa iende moja kwa moja kwenye kazi ambayo tumekusudia hapa kutenga. La pili, fedha zote Mheshimiwa Waziri ambazo takiwa ziende, Waziri wa fedha mwaka 24-25 walipeleka 65 hii iende ikajenge barabara zetu. Mwaka 25-26 ni 44%. Kuna 54% haijaenda. Fedha hizi zikienda sasa kila mbunge anataka barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mapendekezo ile habari ya kuchukua 500 ikafanya kazi zingine, mimi siungi mkono. Fedha hii yote iende kwenye barabara. Pendekezo la kamati yote naunga mkono, lakini hili la tozo, Mwenyekiti, sasa hivi kuna mambo ya mafuta yamekuwa magumu, wananchi wanalalamika, hatuwezi kuongeza mambo ya tozo hapa. Hata hivyo TRA kwa taarifa zao wenyewe hawajafikisha 60% ya makusanyo kwa vyanzo halali. Niulize waheshimiwa wabunge huko ndani, mnafanya manunuzi wangapi? Mnadai risiti wangapi? Mnadai risiti hivyo? Nenda hapo center tu, mtu unanunua simu ya milioni 3, milioni 4, hakuna risiti. Maana yake ni kwamba hapo kwa serikali haipo. Kwa kuna mianya mingi ya usimamizi wa fedha. Kwa Mwenyekiti, waziri wa fedha na watumishi wake na TRA wakakusanya kodi, na kodi kisha kusanywa, Mwenyekiti, shida pia ya Tanzania tupunguze mambo ya anasa, maneno ya mzaa kwa matumizi ya fedha. Fedha ikikusanywa, Watanzania nataka kuona, tumesema tunajenga barabara, kusanya fedha, jenga barabara. Kama ni fedha ya umeme, kusanya fedha, nenda kwenye umeme. Watanzania kigundua kama fedha hiyo inayotoa inafanya kazi ile kusudiwa, hawatapinga mipango ya serikali, watapunga mkono. Sisi tumeenda hata Marekani pale, mama ntilie tu anauza chipsi, ana kompyuta, anatoa risiti ya mashine, analipia, wala hawabozi. Na usipolipia kodi wanakuona wewe ni mkosefu. Sisi hapa mtu asipolipa kodi ndio mjanja, analipa kodi analalamika. Hatuwezi kuwa na double standard, Mwenyekiti.
Kodi, kila mtu ambaye anapaswa kulipa kodi alipe kodi, na fedha kisha kusanywa ifanye kazi ambayo tumekusudia. Tuwaondoe Watanzania kwa mambo ya mazoea haya. Itatusaidia sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa mchango. Sekunde moja nimalizia. Naomba nimpe kazi Mheshimiwa Waziri. Hii habari ya madeni na riba kuna mianya. Nyie mnatengeneza mikataba, mnawaambia nikichelewa kulipa fedha nitakulipa riba. Mikataba hii mnatengeneza nyewe wenyewe. Badilisheni mikataba ile. Haya habari ya madeni na riba, Mwenyekiti, inawezekana ni uchochoro fulani 10%, mikataba ya uongo ibadilishwe. Asante kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa George Nathan Malima, ajiandae Mheshimiwa Zuberi Yahaya Mfaume. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hoja hii iliyoko mezani. Kwanza nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai na afya, tunaendelea na shughuli zetu mahali hapa. La pili, nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anafanya kazi kubwa sana pamoja na ufinyu wa bajeti ya wizara hii. Lakini mshukuru Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, ndugu yangu Ulega. Ndugu yangu Ulega, wewe ni waziri mzuri, ni waziri ambaye unafaa. Mheshimiwa Waziri, unafikika. Mara nyingi nimekutafuta, nimekupata, tumeongea kirafiki, umenipa matumaini hata kama